watendaji wake kwa namna ambavyo wameshirikisha wadau mbalimbali na hatimaye wametuletea muswada huu wa sheria ya fedha. Mheshimiwa Spika, mantiki ya kuwa na sheria ya fedha ni kuhakikisha tunakusanya mapato bila mabavu, ni kuhakikisha kwamba tunaongeza walipa kodi. Mantiki ya kuwa na sheria hii si kutengeneza maaskari. Mantiki ya sheria hii si kwamba kuna wahalifu alafu kuna maaskari. Nafurahi kuona mwenendo wa sasa wa TRA kwa maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan aliyoyasema kwamba isikusanywe kodi kwa mabavu, isikusanywe kodi ya dhuluma. Nampongeza sana kwenda kwa mwenendo na anayaishi maneno hayo. Basi muswada huu kwa mantiki hiyo unatakiwa ulenge kuongeza wigo wa kodi na sio kuongeza mzigo kwa mtu yule anayetozwa kodi. Lakini pia mantiki ya muswada huu inatakiwa ituondolee kodi na tozo sumbufu zinazomkinzana na biashara, zinazokinzana na uzalishaji. Lakini pia muswada huu unatakiwa uwe unaimarisha mifumo ya kiteknolojia kama IDRAS, ETS, matumizi ya EFD. Kwa hiyo ukiutazama muswada huu unatakiwa uwe ni muswada unaoenda kusaidia, si muswada unaoenda kupunguza kasi ya ukusanyaji wa mapato. Baada ya utangulizi wangu huo, Mheshimiwa Spika, nijielekeze mchango wangu katika maeneo makuu manne. Eneo la kwanza, Mheshimiwa Spika, nizungumzie sheria ya VAT sura 148. Maboresho yaliyoletwa na serikali yamedhihirisha kwa uwazi kabisa, pasi na shaka, dhamira njema, makusudio mema, mapenzi mema ya serikali yetu kwa wafanyabiashara, kwa wajasiriamali, kwa walipa kodi, kwa namna ambavyo imeshauri kupunguza muda wa ulipaji wa marejesho ya VAT kutoka siku 90 za sasa kwenda siku 30. Hili ni jambo jema kabisa kwa kila mtu anayewatakia mema wafanyabiashara, anayetakia mema serikali yetu, ni jambo jema kabisa. Lakini jambo hili lazima nilizungumzie kwa kutumia facts tatu, halafu nitakuja kujenga hoja yangu. Kwanza, tufahamu kabisa kumekuwa na changamoto kubwa sana ya watu kutengeneza risiti fake, ghost receipts. Lakini papo hapo katika hizi siku 90 tumekuwa na changamoto kubwa ya serikali kulipa hawa wanaodai haya marejesho. Lakini la tatu, tumekuwa na changamoto kubwa ya mkinzano, hii nadaiwa, hii sidaiwi. Lakini kwa sababu serikali imekuja na mfumo mpya mzuri wa IDRAS wa kuyatambua haya yote kwa wakati, mfumo huu kama tulivyofahamishwa umeanza mwezi wa pili. Mimi ni shauri na nashauri kwa nia njema kabisa, isije kuwa jambo hili limewekwa na serikali kwamba sasa watalipa kwa siku 30 na zaidi ya siku 30 italipa riba. Isije kuwa jambo hili tumejiwekea kama kichaka cha kuhakikisha watu sasa wanalipwa riba na serikali kaanza kupata mzigo mkubwa. Tutambue tuna mariba mengi sana ya wakandarasi wanaotakiwa kulipwa ndani ya muda, hawalipwi ndani ya muda. Tumelalamika sana humu kwamba kuna riba nyingi zinalipwa kwa wakandarasi. Sasa hiki kisije kuwa kichaka, niombe serikali yangu kwa nia yake njema hii iboreshe mfumo wa IDRAS, iboreshe mfumo wa utambuzi wa hawa wanaotakiwa kulipwa, iondoe ghost receipts masokoni. Ikishajiimarisha maeneo hayo, inaweza ikarudi taratibu kutoka siku 90 ikaja 60, 30 kwa kadri ya hali halisi. Hatutarajii serikali yetu ikapata mzigo mkubwa wa riba ikashindwa kutekeleza miradi ya wananchi kwa ambao sisi tumekuja hapa kuwatetea. Kwa hiyo niombe serikali pamoja na nia yake njema hiyo iende taratibu kuweza kusimamia sheria hii, isimame kwenye siku 90 na wateja wote walipwe ndani ya siku 90 bila kutengeneza deni lolote. Jambo la pili, Mheshimiwa Spika, nizungumzie sheria ya Benki Kuu sura 197. Nimefurahishwa sana na namna serikali ilipokuja na mapendekezo ya kupunguza overdraft ya mapato halisi
kutoka asilimia 18 kwenda asilimia 14. Ni jambo zuri kwa sababu inaonyesha wazi serikali inakwenda taratibu kuimarika katika ukusanyaji wa mapato, inakwenda taratibu kuimarika katika kujitegemea. Lakini kifungu cha kanuni namba 69 kinachoeleza kwamba hata serikali ikipata dharura yoyote haiwezi tena kurudi BOT ikishakuwa imefikia ukomo wa asilimia 14. Mambo matatu tuyazingatie katika hili. Moja, misaada na mikopo imepungua, na hata hiyo ambayo imepungua haitabiriki. Lakini la pili, bajeti tuliyokuwa nayo leo hii tunayojadili imekuwa kwa zaidi ya asilimia 10.3. Lakini la tatu, serikali ninayoitambua mimi haijawahi kumisuse kifungu hiki cha 69. Serikali hii ni ya kwetu, mapato haya ni ya kwetu, benki kuu ni ya kwetu. Niombe tusimame na hizo asilimia 14, lakini tuiache kifungu hiki kama kilivyokuwa, ili kunapotokea majanga, dharura ambayo serikali haina namna, iweze kutumia zaidi ya kiasi cha asilimia 14, kisha itakuja hapa bungeni na kutueleza. Lakini tukijifungia kabisa na nchi yetu, ni kana kwamba tunataka sasa kujikaanga na mafuta yetu, tunataka kujikwamisha na mwisho tutakwamisha maendeleo. Kwa hiyo kifungu hiki twende nacho kama kilivyo, sina tatizo na kutoka asilimia 18 kwenda asilimia 14, na hata baadaye tukiendelea kushuka mpaka kufikia tarakimu moja, ni jambo jema kabisa. Jambo la tatu, naipongeza serikali yangu kwa sheria ya sura 170, sheria ya reli, na sheria ya barabara na mafuta sura namba 220. Jambo la kuamua asilimia 70 iende kwenye mifuko yenyewe ya mapato haya, asilimia 25 ibakie kwenye mifuko mikuu. Hii tafsiri yake ni nini? Tumekuwa tukilia sana hapa kwamba wakandarasi hawalipwi, wazabuni hawalipwi, watoa huduma hawalipwi. Kwa maboresho haya sasa, ni wazi kwamba sasa serikali imeamua kuondokana na madeni ya wakandarasi, kuondokana na madeni ya wazabuni, kuondokana na madeni ya watoa huduma na kupeleka kasi kubwa ya utekelezaji wa miradi. Hii ni nia njema kabisa, naipongeza na naona kwamba hii ni mageuzi makubwa. Eneo la 4 na la mwisho, Mheshimiwa Spika, nataka nilichangie kwa kusema mama pekee, na mnukuu Mheshimiwa Hamad Hassan Chande, naibu waziri wa maliasili, pale anapopenda kusema mama pekee duniani ndio mtu anayejua kilio hiki cha mwanangu kinasababishwa na nini na dawa ya kilio hiki ni nini. Mama amejua Watanzania wanahitaji tabasamu, na tabasamu hili amelionyesha kwa maeneo 6 na zaidi kwenye mswada huu wa sheria. Kwanza, kukubali kuondoa tozo ya asilimia 1 ya mazao. Huu ni upendo mkubwa kwa mama. Anajua wazi Watanzania wengi wapo kwenye mazao na ameridhia kuondoa tozo hii ya asilimia 1. Jambo la pili, amekubali kuondoa ushuru wa asilimia 5 kwenye bodaboda. Anajua mama wananchi wengi wanyonge ni mabodaboda, amekubali kuondolea mzigo huu. Haya ni mapenzi, hii ni tabasamu ambayo mama anaendelea kuipeleka kwa Watanzania. Lakini jambo la tatu, kodi ya mfanyabiashara anayeanza sasa, mjasiriamali mdogo, mwaka mzima atafanya biashara yake pasi na kulipa kodi. Haya ni mageuzi makubwa. Mara kadhaa wabunge wamekuja wakiuliza hapa kwamba watu baada ya miezi mitatu wanatakiwa alipe kodi, hajaanza biashara anatakiwa tax clearance alipe kodi na mambo kadha wa kadha. Lakini mama kwa utashi wake, kwa mapenzi yake, kwa huruma yake ya kimama, ameona kwamba aondoe kodi hii mwaka mmoja, mtu aweze kufanya biashara kwa uhuru. Lakini jambo la 4, tumeona hapa kwamba serikali imeridhia kuondoa shilingi 10 kwenye sukari inayozalishwa ndani ya nchi. Haya ni mapenzi makubwa. Sukari hii inatumika na kila mtu, lakini mbali na kila mtu, mama ntilie wengi lazima watumie sukari hii. Amekubali daktari kuyasamea mapato haya, lakini alete furaha kwa wananchi wa Tanzania. Lakini jambo la 5, amekubali kuongeza asilimia 5 ya mapato ya ndani. Hii asilimia 5 iende ikajenge miundombinu wezeshi, iende ikajenge masoko, iende ikajenge majosho, iende ikajenge vitu ambavyo wajasiriamali wetu, wakulima wetu, wavuvi wetu, wafugaji wetu vitawasaidia kule kwenye halmashauri zetu. Haya ni mambo ambayo tumekuwa
tukisumbuana nayo sana na serikali kuhitaji vitu hivi. Sasa tumetengewa 5%, viende vikawasaidia wananchi. Tunataka mapenzi gani kutoka kwa Daktari Samia Suluhu Hassan? Hivi watu wanaokaa kwa ujasiri kabisa na kumlaumu Daktari Samia Suluhu wanatumia kitu gani kuwaza? Lakini ukiwaza kwa kutumia akili ya kawaida utabaini kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais, ana mapenzi ya dhati, anawapenda Watanzania, anawahurumia na anataka wafikishe kwenye maendeleo ambayo hawajawahi kuyaona tangu nchi hii imepata uhuru. Lakini la mwisho la Daktari Samia Suluhu Hassan, ameonyesha mapenzi makubwa kwa wavuvi. Kodi zote zilizokuwa zimependekezwa kupandisha amekubali zisipandishwe, zibakie kama zilivyo, ili maisha bora yaendelee kwa Watanzania, wavuvi, wakulima na wafugaji. Mheshimiwa Spika, kwa haya machache naomba kuunga mkono hoja kwa 100%. Huu muswada ni mzuri na unaenda kutufikisha katika nchi ya ahadi. Asante sana Mheshimiwa Spika.